Majina naitwa Charles, ni mkazi wa eneo hili Mwananyamala hapa kwa Milangwa. Ningependa kuongelea kidogo kuhusu tukio hili ambalo linaendelea hapa Mwananyamala juu ya watu ambao wameuliwa kikatili na sadikika kuwa ni mtoto wao, ambaye mtoto ameua baba na baba mdogo. Inaonekana kuwa mtoto alikuwa hana maelewano mazuri na baba yake mzazi kwa kutaka urithi kwa nyumba, lakini kutokana na hilo baba yake akawa anamweleza na kumwambia kuwa urithi wewe bado, mimi sijafa, subiri mimi ndio kisha ufanyaje urithi. Lakini kulingana na ile ndani ya mtoto kuwa nzuri na ile hali yake kuwa nzuri, kwa hiyo hakuwa anaelewa chochote anachoambiwa. Mwisho wa siku alichokuwa anakiwaza moyoni, mimi nilikuwa sijui, babake alikuwa juu na wengine walikuwa hawajui. Lakini mwisho wa siku alichokuja kukifanya kiukweli ilikuwa ni uzuri mbele ya jamii, mbele ya majirani na watu wote wanaozunguka maeneo hayo. Siku kwa jana asubuhi nilipata dodoso hizo kwa kwamba kuna tukio limetokea kwamba kijana akaua baba na mdogo wake, hivyo kwamba raia na jamii kwa ujumla wakakusanyika eneo lile ili wajihakikishie nini kimetokea. Lakini baada ya kufuatilia ikaonekana ni kweli kijana aliua baba yake mzazi na baba yake mdogo. Lakini kwa siku baada ya tukio hilo kabisa jamii kwa ujumla ishirikiane kwa ajili ya kutoa polisi, mimi niliripoti polisi na sehemu zingine zinazohusika juu ya ufuatiliaji wa tukio hilo. Hatimaye leo vyombo vya polisi na serikali kwa ujumla wote walifika kwa ajili ya kudhibitisha hilo, na hatimaye imethibitika kuwa kweli kijana aliwaua baba na baba yake mdogo na kufikia shimo moja kwa kuwazika kwa kuwakalisha katika shimo moja. Aliwazika kwa kuwakalisha shimo moja. Hivyo polisi walipokuja walimkamata kijana na kuanza kumhoji, kuwaelekeza polisi wapi amezika, wapi amefikia milio, na mwisho wa siku waliwaonesha shimo walipozika au hiyo miili, na hatimaye na kumwambia afufue hiyo miili, na alifufua hiyo miili, na hatimaye askari walichukua miili na kuipeleka hospitali ya Mwananyamala. Na sababu kwa kile ambacho umekisikia, sababu ni zipi ambazo zinapelekea tukio hilo? Sababu kubwa inasemekana kuwa kwanza kijana mwenyewe akili yake ilikuwa haiko vizuri sana, kwa sababu miaka kama 6 alikuwa yuko South Africa, na baada ya kurudi South sasa ndipo alipokuja kuanza ile timbwili la kutaka urithi. Kwa sababu kubwa alikuwa anahitaji urithi. Alikuwa anahitaji urithi kutoka kwa baba yake. Kwa hiyo tukio hili ameua babake mzazi na babake mdogo. Babake mzazi na babake mdogo ndio ameua. Na kwa jinsi ambavyo ulivyosikia taarifa, ameua kwa kutumia mtindo upi ambao kwenye tukio hilo? Kutokana na mahojiano ya polisi wakati anaulizwa kwamba alisemekana kuwa aliwaua kwa kutumia choka. Alikuwa anawapiga choka kisha anawachinja na kisu. Anapiga choka na chinja na kisu kwa sababu walikuwa wote wako usingizini. Wamelala pamoja ama? Wamelala pamoja. Kapiga choka kisha akaanza kupiga kwa kisu. Baada ya hapo aliondoka. Baada ya kuondoka, taarifa ndio kama hivi zilisambaa kila kona na akatafutwa na akakamatwa. Kwa hiyo tukio lilifanyika leo ama usiku wa jana? Lilifanyika, yeye tukio alifanya usiku wa kuamkia jana. Kwa hiyo miili ilishinda siku moja, ikaja ikazikwa usiku wa kuamkia leo. Na huyu kijana ni kijana wa namna gani? Huyu kijana kiukweli hayuko vizuri kimtazamo ndani ya jamii. Yaani ni muhuni, yani ni muhuni mmoja hivi, yani hana mahusiano mazuri ndani ya jamii. Na marehemu ambao wamepoteza maisha, unaweza ukawazungumziaje kuhusiana na kile ambacho nakifahamu? Marehemu hakuwa na tatizo. Marehemu hapo walikuwa wanaishi maisha yao vizuri, kama huyu mmoja kijana ambaye namfahamu sana tu, ila isipokuwa jina lake kidogo limetoka, ila namfahamu sana. Kuna baadhi ya maeneo tulikuwa tunakutana, alafu pia alishawahi kufanya kazi na mdogo wangu, sababu yeye mara nyingi ni yule kijana ni anakuwa ni conductor wa daladala.
Kwa hiyo mara nyingi huyo ni babake mzazi au babake mdogo? Huyo babake mdogo. Kwa hiyo walishafanya kazi pia na mdogo wangu ambaye ni dereva. Kwa hiyo zake alikuwa anaenda Masaki mawasiliano. Kwa hiyo kiukweli tukio limesikitisha jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tukio kubwa ambalo limepelekea hilo ni urithi. Ni urithi na ile brain yake pia kwamba akili yake haikuwa sawa. Na umezungumza kwamba si tukio la kwanza kulifanya kwa upande wake. Sio tukio la kwanza kwa sababu hii kosa ya kutaka kumuua lake ilikuwa ilishaanza muda mrefu. Sababu alitia mkosa mara ya kwanza anapanga, akapelekwa polisi, akamewa, akarudi, akakiri. Kwa hiyo akaendelea kuishi na maisha vizuri na babake, lakini mwisho wa siku kumbe alikuwa bado nyongo kiko ndani ya moyo wake. Kutoka nchini Afrika Kusini ana muda gani baada ya kurejea hapa nchini? Ana kama mwaka mmoja. Lakini tangu kurejea akili zake ndio ziko hivyo. Kurejea kuwa vizuri, akuwa na mahusiano mazuri na jamii. Tukio kama hili ambao mnafahamu wa marehemu mmelipokea vipi kwa nani? Kweli tumelipokea kwa kwa sana. Nadhani wewe mwenyewe mwandishi ungekuwepo na uliona. Laiti kama askari wakati wanampakiza kwenye gari wangemwacha. Nadhani ni sekunde tu watu wangemuua. Kwa hiyo niwasikitisha sana watu na maumia sana juu ya tukio hili. Okay, kwa majina rasmi ni nani? Naitwa Charles James. Ni mwenyeji wa mtaa huu. Mwenyeji wa mtaa huu Ngilangwa. Ambao mtaa wa Ngilangwa. Mwananyamala. Shukrani sana.